zangu nami nawasalimia pia. Mimi naitwa Suleiman Salim almaarufu Zakazaka. Nia kubwa ya kuwaita hapa ni kama mwenzangu jinsi alivyozungumza. Sisi tumeshangazwa na wazee wenzetu wa Yanga jana kwa maneno aliyozungumza. Sisi tuko tunafikiria kwamba wazee ni kazi yetu kuwa na busara, lakini kumbe wazee wenzetu wale wamekosa busara kiasi ambacho wanazungumza maneno ambayo hayaendani na soka. Wao wamezungumza kwamba hawatoingiza timu uwanjani, na timu ikiingia uwanjani kwa kuruhusiwa na viongozi wao ndipo hapo siku hiyo itakuwa mwisho wa ligi. Sasa mwisho wa ligi huu unakuwa tofauti namna gani? Au mwisho wa ligi huu unakuwa kwamba ni mwisho, sisi hatuelewi kitu gani ambacho wao watakifanya. Kwa maana hiyo kwamba sisi tunawaomba siku hiyo ya tarehe 15 mwezi wa 6 walete timu uwanjani ili waje pale, waje kufanywa kitu ambacho kinastahili kufanywa. Na wao siku hiyo lazima watafungwa tu. Wanapata uoga tu wao kosa kutaka kuingiza timu. Hilo la kwanza. Jambo lingine la pili, wao ni watu ambao sasa hivi wanailaumu bodi ya ligi. Bodi ya ligi mbona ina mapenzi makubwa sana kwao toka mwanzoni na mpaka sasa hivi inapokwenda. Wao wanapata uoga wa nini wa kuona sasa hivi bodi ya ligi haina mahusiano na wao. Naona wao walikuwa tayari wameshachukua maamuzi ya kutoka hapa kwenda kasi. Na walipokwenda kasi wakaelekezwa jinsi ya kufanya. Wamerudi hapa wanasema hawana imani ya wao pamoja na bodi ya ligi. Hawaamini tena viongozi wa bodi ya ligi. Hapa hakuna ukweli. Hichi kilichokuwepo, wao wanakuwa ni waoga tu wa kucheza hii mechi. Sababu viko vitu vingi tu ambavyo wao inaonyesha kwamba walikuwa wanapendelewa na bodi ya ligi, lakini wao wanakuwa usaulifu au wanajisaulisha. Naona kuna vitu vingi tu. Kitu kimoja ambacho wao walikuwa wanafanya, ilifikia wakati mpaka viongozi wa Yanga au klabu ya Yanga wanachagua mpaka marefali wa kuwachezesha, kwamba sisi mechi hii tunataka refali fulani atuchezeshe. Na bodi ya ligi ilikuwa inakubali, wanaridhika, wanakubalia wanachotaka wao. Sasa hivi kwa nini wao wanakuwa waoga? Sasa hivi kwa nini wao wanakuwa wanakataa kukubaliana na bodi ya ligi? Kitu kingine wazee hao walichokizungumza jana, niliona ni kitu cha ajabu sana. Mawazo yao wao ya kutaka kwenda kwenye mahakama ya kawaida, kwenda kupeleka hizi kesi za mpira. Wasijidanganye kwamba wao watapokwenda mahakamani kwenda kutaka labda nchi itafungiwa katika soka, wasijiongopee. Itakaofungiwa ni klabu yao, haiwezi kufungiwa nchi. Kwa sababu nchi sio serikali ambayo imejiingiza katika mambo ya mpira. Ni klabu ndio imejiingiza katika mambo ya kwenda mahakamani. Na nchi haiwezi kufungiwa kutokana na klabu. Klabu yenyewe ndio itapata adhabu. Kwa hiyo wasijidanganye kwamba wakienda mahakamani kwamba serikali ndio inaweza ikahusika au nchi ikahusika kufungiwa. Wanajidanganya. Wasikawe wakajiongopea. La mwisho kabisa ambalo nataka kuzungumza, kiongozi wao ambao ndio rais wao, ambaye engineers, hawa watu wazee hawa wanawatuma wao waje kuzungumza maneno haya. Wasidanganye kwamba wazee ndio wanazungumza yale maneno yanazungumza na uongozi wa Yanga. Viongozi wa Yanga hawezi kujitokeza mbele kuzungumza, wanatuma wale wazee waje kuzungumza ili kuonekana kwamba kama wazee ndio wanaongea. Hapana, wanaongea sio wazee, wanaongea ni uongozi wa Yanga ndio unaongea katika jambo hili. Kwa hiyo wasiweke panzia ya kutaka kuwasilizia wale wazee. Asante sana. Simba, kutokana na sakata linaloendelea, kutokana na matamko mabovu yanayotolewa na wenzetu upande wa pili wa Young African ya kugomea kuja kucheza dabi ya tarehe 15. Yanga waligomea kwamba watocheza, wakafika mahali wakaenda mpaka kasi kwamba wanaenda kutafuta haki yao ya kisheria kutokana na mchezo ule ulioahirishwa katika kipindi kilichopita. Wakaenda mpaka kasi. Kasi ikawarudisha, wakaambia rudini nyumbani kwenu Tanzania, muende mkafuatilie haki zenu katika vyombo vya haki vinavyosimamia mpira katika nchi ya Tanzania. Waliporudi hapa, Yanga wakasema wao hawachezi, lakini na TFF hawatoenda. Kwa maana hiyo wamekaidi kwanza agizo walilopewa na kasi kwamba warudi kwenye vyombo vya haki. Kwa maana hiyo wao sasa
hawataki kucheza mpira. TFF na bodi ya ligi wameipanga tarehe 15 ya mwezi wa 6 dabi ile ichezwe kwa mujibu wa taratibu ambazo wameziona wao. Sasa pana haki ya kuchezwa mchezo ule. Jana wameibuka tena wazee wenzetu wanasema msimamo wa klabu ya Yanga uko pale pale kwamba hawatocheza mechi ya tarehe 15. Sasa ni waulize wazee wale, wanaelewa madhumuni ya kuanzishwa kwa vilabu hivi? Vilabu hivi vimeanzishwa madhumuni yake ni kucheza mpira. Na tukasema Simba na Yanga tutakuwa watani, maana yake tunacheza mpira, kuna kufungana. Hakuna kuogopana. Unapochezwa mpira wewe nenda kacheze mpira, litakalotokea ndio litakuwa matokeo ya kunogesha utani wetu. Leo Yanga wameiona Simba iko sawa sawa. Imeshacheza fainali ya shirikisho. Kwa uoga wao wanachukulia kisingizio cha kusimamishwa mchezo kwa mara ya kwanza kwamba ndio hiyo kitendo tena cha kugomea mchezo ambao umetangazwa tena kwa mara ya pili kuchezwa ili wasilete timu. Sisi tunasema Yanga waache uoga. Sisi tumeshajiandaa na tuko tayari tarehe 15 kupeleka timu, na wao waache uoga wa kusingizia kisingizio cha mechi zilizo mchezo uliopita. Wao walishafuata taratibu na wakarudishwa na chombo kinachosimamia haki kasi. Kwa hiyo warudi nyumbani wafuate taratibu walizoelekezwa. Na taratibu zilizoelekezwa ni kwamba sasa mchezo umeshapangwa. Waje wapinge matokeo uwanjani baada ya kufungwa au kushinda. Haiwezekani bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Singida. Bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Prison. Bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Pamba. Lakini akicheza na Simba, bodi ya ligi hawana akili, TFF hawajui kusimamia mpira, maana yake anataka kubebwa. Tushasema Yanga asisubiri kubebwa, ajibebe mwenyewe kwa nguvu zake. Alishabebwa kwa muda mrefu na Simba tumevumilia. Sisi tumefungwa pale, goli mpira umetoka nje. Umerudishwa ndani, Kayoko kauweka mpira kati, tumefungwa kumepelekwa mpira kati, tumefungwa tumekubali goli. Yeye anawafunga watu magoli 5. Hakuna hata sehemu moja aliambiwa Yanga anabebwa anapendelewa. Lakini sisi tumemfunga Singida goli 1 tu. Yeye amepiga kelele, nchi nzima imeelewa na mpaka risasi amefungiwa kwamba amechezesha vibaya kwa sababu tumemfunga Singida. Lakini yeye angefunga Singida goli 5 ingekuwa ni sawa sawa, na TFF wana akili na refarii mzuri. Kwa hiyo tunaomba waache kuleta visingizio kwa sababu wanataka ushindi wa bure. Waache kupenda bure. Yanga warudi kwenye mpira. Kama madhumuni ya vilabu vilivyoanzishwa ni kucheza mpira, tucheze mpira. Kama kufungana tufungane. Akinifunga mimi sawa, nikimfunga yeye sawa. Lengo ni kuleta ule utani wa jadi uendelee, tuendelee kutaniana. Asitegemee kupata njia za mkato. Tulimwambia Yanga unatufunga sisi tuna mamluki ndani, alikataa. Unatufunga sisi tuna mamluki, alikataa. Tumesafisha mamluki. Sasa tuko sawa sawa, tunamwambia tu njoo tucheze. Anakimbia anatafuta uchochoro wa kukimbilia. Ameshika katika eneo moja tu la kuahirishwa kwa mechi kwamba yeye sasa ndio ameonewa na yeye ndio anafanywa kila kitu kibaya, hajawahi kufanywa jema hata moja na TFF. Tunaomba Yanga waache uoga. Waje uwanjani tarehe 15 tunawasubiri. Sisi hatutogoma kucheza mchezo. Na tunajiandaa na tuko sawa sawa. Waje, sisi tuko sawa sawa, tumetoka juzi tu kwenye finali ya Afrika. Tunawasubiri kwa hamu, waje, wasiogope.